Mheshimiwa Joseph Msukuma, atafuatiwa na Mheshimiwa Joseph George Kakunda. Mheshimiwa Margaret Simwanza Sita ajiandae. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri na naibu wake kwa kazi nzuri walioifanya. Tumeona mapato yameongezeka, hongereni sana wewe pamoja na wataalamu wako, katibu mkuu na wasaidizi wake. Hongereni sana kwa kuifanya wizara hii kuwa rafiki na wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuchangia. Mimi natokea Geita. Geita nayo hifadhi inaitwa Rubondo. Hifadhi hii ya Rubondo ni hifadhi ya kihistoria, iko katikati ya ziwa. Na umri wangu wote makao makuu ya hifadhi yale, mlango wa kuingia ulikuwa huko sehemu moja inaitwa Nkome, wa hifadhi wanafahamu. Na kuna majengo, kuna ofisi, kuna kila kitu cha kupaki boti, kila kitu. Lakini miaka miwili mitatu iliyopita, mitatu nyuma, wizara iliamua kuhamisha mlango wa kuingia kwenye hifadhi na kuupeleka Chato Mganza. Na cha ajabu zaidi Mheshimiwa, hifadhi hii inapiga kura kwenye jimbo la Geita. Maana yake iko kata ya jimbo la Geita, haiko Chato. Sasa nachotaka kujiuliza ni kwa nini kilitokea hicho kitu. Watu wa wizara nyewe mnafahamu, sitaki kupingana na maamuzi mlioyafanya, lakini ombi langu, kwanza tunachezea vitu vya serikali. Pale tuna ofisi za kutosha kabisa, kila kitu kipo mpaka na magari, lakini vimekuwa vichaka baada ya kuhama watu wote kwenda Mganza. Ombi langu ni kwamba vivutio vyote vya ile hifadhi viko kilomita 4 tu kutoka kwenye mlango wa Nkome, lakini ukiingilia Mganza yani inabidi uzunguke zaidi ya kilomita 30 ndio uje ukutane na hivyo vivutio. Sasa ninaomba Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri anisaidie. Hatuna sababu ya kufunga ule mlango, na sina sababu ya kufunga mlango wa Mganza kusema muhame, hapana. Lakini kwa sasa, kwa sababu utalii umeongezeka na hilo eneo liko kwenye jimbo la Geita, ninaomba ule mlango wa zamani, mlango mkuu wa zamani wa Nkome ufunguliwe. Kama kutakuwa na milango miwili sawa. Sidhani kama unakosa wafanyakazi 2 watatu wa kuanzia kurudisha ile heshima. Kama hampatumii, basi ninaomba Mheshimiwa, sisi pale Nkome tuna upungufu wa shule za msingi. Ninaomba yale majengo na lile eneo basi mturudishie tuweze kugawa, tuwape watoto waweze kukaa pale walau wapate kusoma, kuliko kuteketeza yale majengo. Hakuna mtu anafanyia kazi, watumishi wote mmehamisha, radio kozi iko pale hazifanyi kazi. Ninaomba sana, na hakuna sababu ya kutukwepa kwamba hakuna sifa ya kupita kule. Hoteli nzuri za kitalii tumejenga, tunazo, wanaweza kulala, barabara inapitika. Niombe sana watalii waje kuangalia lami. Mheshimiwa Mwenyekiti, kinachowaleta ni kuangalia vitu vya asili, ikiwemo na maisha halisi ya Wasukuma wanaokaa maeneo yale. Kwa hiyo ninadhani mrudishe ule mlango ili watu wangu wa jimbo la Geita waweze kwenda kutalii, kuona watalii wanaenda wanapita Nkome, maisha yanaendelea. Nakushukuru sana Mheshimiwa kama hili atalizingatia. Lakini la pili, mimi natoka mkoa wa Geita. Kuna shamba linaitwa Silayo, liko pale Bwanga. Mheshimiwa Waziri, shamba hili lina historia na Silayo nimemwona yumo. Mgogoro wa shamba lile eneo la hifadhi lilimuondoa Waziri Vuainaoza. Unafahamu wale walioko kwenye hifadhi operation. Sasa hivi kile kijiji, kitongoji cha Nyakayondwa, kijiji cha Bwanga ni kijiji kikubwa Mheshimiwa Waziri, kina watu karibia 40,000. Na lile shamba hatuna tatizo nalo. Watu wanalilinda vizuri, miti ya Silayo imepandwa, imeota vizuri, shamba kubwa. Sasa Mheshimiwa, kadri wananchi wanavyoongezeka, sisi bahati moja ambaye ukienda kulia unaenda ziwani, ukija huku unakuja kwenye hifadhi. Na sisi sifa yetu Wasukuma tunazaa sana. Na mtu anapozaa watu wanataka kujitegemea, hamwezi kurundikana kwa baba. Sasa nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, kama itakupendeza baada ya bajeti yako, hebu naomba ukatembelee hicho kijiji kinaitwa Nyakayondwa Bwanga. Kumeenda operation, watu wanakata ng'ombe za watu wanachoma vyakula. Sasa hii haiwezi kuwa sawa. Na haya mambo yote yanafanyika kurupishani. Mnajua kabisa tunaenda kwenye uchaguzi. Zinaanza operation za kwenda kufukuza watu, kukata ng'ombe za watu, kunyang'anya watu.
Sasa nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, ikikupendeza nenda pale kakutana na wale wanakijiji, ikikupendeza uone namna jinsi ya kumaliza ule mgogoro ili wananchi waendelee kulilinda lile shamba la Silayo. Kwa kweli ni shamba la kihistoria, tunahitaji kulilinda, lakini na sisi mnahitaji kuona kwamba tunaongezeka, tunahitaji kuongezwa maeneo. Swala lingine ni swala la Geita. Mheshimiwa Waziri, tumekuletea maombi, nadhani toka umeingia umekuta dokumenti ziko mezani. Watu wa Geita kama ninavyosema, sisi tuna bahati kubwa sana ya kuzaa na miji yetu inakuwa, tunaongezeka. Ukifika Geita mjini, katikati ya mji kulia ofisi za mkuu wa mkoa, kushoto kuna hifadhi inaitwa Usindagu, eneo ambalo liko mjini, huhifadhi chochote, hata fisi hawezi kukaa mle. Ni vichaka tu vinafuga vibaka. Mheshimiwa, tulisha kuomba muda mrefu, tupe baraka tuanze kujenga, watu wapime, wagawiwe watu. Katikati ya mji utahifadhi kitu gani? Sana sana tunahifadhi vibaka na mambo mengine. Kwa hiyo nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, nimechukua swala muda mrefu sana ili swala la Usindagu. Na najua mwenye maamuzi ni wewe. Ukitamka hata leo tayari watu wako tayari kuanza kugawa viwanja pale na tujenge ili na sisi miji yetu ifanane na miji mingine. Hatuwezi kuwa na miji inaonyesha gorofa afu kulia inaonyesha vichaka vya vibaka. Kwa hiyo nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, nichukulie hili swala kwa uzito wake. Swala mwisho, mwenyekiti, nampongeza sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais wakati anafanya filamu ya Loyotua, Watanzania wengi tulisikia maneno yaliyopita. Najua tunahitaji, mimi ndo ikifika hapo naanza kuona faida ya shule. Tunahitaji mawazo mapya, ubunifu. Hakuna mtu alitegemea, sisi watu wenye akili tulinyamaza, tunajua ngoja tuone wazo linafika mwisho. Lakini watu waliponda, rais anaenda kuact filamu, anafanya hivi kazi wasanii. Leo tunaona faida yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hata Arusha kwa Gambo kumetulia kwa sababu ya Loyotua ya Mama Samia. Huu utalii tunaojisifu leo tumeongeza mapato ni sababu ya ubunifu wa rais wetu aliyoufanya kutengeneza filamu ya Loyotua. Kwa hiyo niwaombe Watanzania, watu wazuri wanapokuja na mawazo mazuri, mawazo mapya, tusikatishane tamaa, tuungane mkono. Tumeona faida kwenye Loyotua, tunamuomba mama asikate tamaa, aendelee kuleta mawazo mapya na sehemu zingine ili tuweze kupata matunda zaidi. Asante sana, naunga mkono hoja Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Msukuma.